tulikuwa hapa leo hii BRELA kuweza kutoa mafunzo ya uzimaji moto. Vifaa gani vinavyotumika kuzima moto ambao ni moto wa kawaida. Maana tunasema vizimia moto hivi tunatumia kuzimia moto ambao ni wa kawaida. Nikaelezea kama ulikuwepo ulivyokuwa unasikiliza madaraja ya moto, vizimia moto sahihi, lakini vile vile kwa wafanyakazi kama wanaokaa kwenye majengo marefu kama haya, waweze kutambua ramani ya jengo, waweze kutambua kama kuna njia zingine za dharura pindi tatizo linapojitokeza, basi waweze kupitia upande huo. Imetokea upande aliozoea au mlango aliozoea umekuwa na tatizo, basi ni sehemu gani ambayo ataweza kupitia na kutoka nje. Lakini vile vile wanapokuwa wanatoka nje, lazima kuwe na assembly point. Tunasema maeneo ya mikusanyiko ambayo ni ya dharura imetokea, basi eneo hilo litakuwa ni salama kwa kila mtu kuweza kufanyaje, kukusanyika eneo lile na kuweza kupata msaada zaidi. Tunashukuru uongozi wa BRELA kuweza kuwaleta watu na kuweza kutoa hii elimu, kwa sababu hii elimu ni swala la muendelezo, isiwe mwisho leo, kwa sababu haya mambo ni swala la kukumbushana. Moto ni tatizo kubwa ambalo kila siku linatokea. Kwa hiyo ili tuweze kwenda na kuwa makini na swala la moto na majanga mbalimbali, basi yatupasa kila baada ya muda ili zoezi liwe endelevu. Na tunashukuru mkuu wetu, afisa mtendaji mkuu wa wakala, hii swala yuko mbele kwa kuweza kupata wasaa na kuwaita watu wanakuja kutoa elimu pindi muda utakapokuwa unaruhusu. Na elimu hii itatusaidia sisi kufanya kazi za taasisi ziweze kuendelea, kwa sababu moto ukitokea tunajua jinsi ya kuzuia na jinsi ya kufanya moto usiharibu, mfano kumbukumbu, usiharibu vifaa vya ofisi. Pia mafunzo haya yatatusaidia pia sisi kama watumishi tunapokuwa majumbani kwetu tuweze kujiokoa na moto. Ukiangalia katika wakati wa sasa watu wengi wanatumia majiko ya gesi ambayo yanaweza kusababisha moto wakati wowote. Wito wetu kama jeshi, tunasisitiza watu waendelee kufuatilia elimu tunayowapa kwa kuzingatia yale yanayotolewa. Ni muhimu kwa kupunguza majanga, lakini vile vile kuokoa maisha na mali. Kwa kiyazingatia hayo, naamini sisi kama jeshi tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa majanga kwenye nchi yetu, na hivyo kuweza kuwa na ustawi wa maendeleo kwenye taifa letu.